Tuende kwenye upande wa sheria, hususan kesi za chama. Tulizuiwa chama kufanya siasa na kufanya shughuli zozote kwa miezi takriban 11 kwa zuio ambalo ni batili kabisa. Baadaye mahakama ya rufaa ikasema no, mlionewa, halikuwa sawa sawa. Watanzania wanataka kujua, hivi inapotokea hakimu amefanya makosa kama yale, katoa maamuzi sio ya haki kabisa, baadaye mahakama ya juu yake kasema no, mlionewa, hatima ya yule hakimu ni nini? Anabakia tu hivi hivi? Kwa hali ya kawaida tu ni kwamba mtu anakinga kama jaji wa mahakama kuu na mahakama ya rufaa, kama hakuna mwenendo wa rushwa, hakuna upendeleo, yani mwenendo wake haukuwa ni kwamba amekiuka maadili ya ujaji, lakini amefanya tu makosa ya uamuzi, hiyo inalindwa kisheria, kwa sababu ili mahakimu na majaji waweze kututolea kufanya hiyo kazi lazima wawe na uhakika wa nafasi zao, na kwamba hata akikosea basi kuna mfumo ndani ya mahakama kuweza kufanya nini, kuweza kumsahihisha. Kwa maana rufaa, mapitio, marejeo ni nafasi ambazo zinatolewa. Lakini sasa kama pale hakimu au jaji anapokuwa amepokea rushwa, ametenda matendo ambayo yanakiuka maadili ya ujaji na uhakimu, anakuwa amepoteza sifa. Sasa ukionyesha upendeleo wa dhahiri kabisa, ukakiuka sheria na maamuzi ya mahakama za juu kwa makusudi kabisa, umepewa nafasi ya kurekebisha yale uliyokosea, ukapewa nafasi hiyo ukakataa, ukaendelea kushupaza shingo, hiyo inaweza kuingia katika makosa yale, kwamba una sifa ya kuwa jaji, natakiwa uchunguze. Sisi katika mahakama zetu, katiba tunasema ili jaji anapokuwa ametenda makosa yake ya kiujaji, amekosea maadili ya ujaji, natakiwa pengine achunguzwe, basi ile tume ya utumishi wa mahakama itapokea malalamiko na kupeleka kwa ikiachunguzwa, inapeleka kwa rais kwamba nafikiri kwamba huyu mtu afanye nini, achunguzwe. Na anapotakiwa kuchunguzwa, anatakiwa achunguzwe na jopo la majaji wa Jumuiya ya Madola, yaani sio hapa ndani. Anaweza kuwa mmoja wapo, lakini kwa sehemu kubwa ni wa majaji wa Jumuiya ya Madola. Kwa hiyo wale ndio watakuja sasa watafanya uchunguzi wao kabisa, watahoji wale wanaolalamika, watamhoji na yeye na nani, mwisho wa siku watafanya nini, wanawasilisha ripoti yao. Ripoti yao wakiwasilisha, ile itakachosema ndicho. Ikisema afukuzwe, anafukuzwa. Ikisema aonywe, si ndio? Yaani wakisema kwamba huyu mtu hana sifa ya kuendelea kuwa jaji, kile wanachokiandika inabidi rais akitekeleze. Sawa sawa. Kwa hiyo hakuna hapa Tanzania tuna mfano Jaji Mwakibete alishia kuchunguzwa wakati wa utawala wa Rais Ali Hassan Mwinyi. Mwisho wa siku akaonekana hana sifa ya kuwa jaji, aliondoka, alipoteza nafasi ile. Akakata rufaa, ikalazimika marehemu Profesa Kanywanyi na Mark Bomani wakapewa sifa za kuwa, yani wakateuliwa rasmi kwa ajili ya kesi yake. Kwa sababu anasema yeye hana imani na majaji wote mahakama ya rufaa, sababu alikuwa na matatizo nao. Ikabidi watafute jopo nyingine tofauti na huru waweze kufanya nini, kuhukumu kesi yake, na bado wakasema kwamba makosa yale ambayo yani jopo lilivyokuta nayo ni yanasimama. Kwa hiyo kupoteza sifa kuwa jaji. Okay. Mwaka jana wakati Chadema inaingia misukosuko, Mheshimiwa Lissu anakamatwa, Chadema inakataa kusaini kanuni za maadili za kwenda kwenye uchaguzi, msajili wa vyama vya siasa alitoa taarifa ya kusitisha ruzuku kwenda kwa Chadema. Sasa baadaye kuna kesi tukakata rufaa. Ile kesi ilikuwa Manyara, mahakama kuu kule Manyara. Sasa mahakama kuu ya Manyara ikaamuru kwamba hayo mazuio ya ofisi ya msajili yaondolewe na Chadema waendelee kupata ruzuku yao. Ile ruzuku imefika bado pesa hazijafika, kwa sababu kwamba tulipata kibali cha kufungua kesi ya mapitio ya ule uamuzi wa msajili. Sasa na baada pale mahakama ikasimamisha ile maamuzi ya msajili ya kutotambua uongozi wa chama na kutotambua secretariat na vile vile kusimamisha ruzuku kwa chama. Serikali wao hawakuridhika. Tunapeleka ile maombi ya mapitio ya tayari mahakamani pale Manyara, lakini wakati tunaendelea vile
wakatoa notice ya kufanya nini, ya kukata rufaa, na baadaye wamefungua rufaa mahakama ya rufaa. Kwa hiyo tunasubiri kesi yetu kama wamepandisha juu, wanapinga ule uamuzi tu mdogo wa kupewa ruhusa kufungua ile kesi. Alafu wanasema hatukumjumuisha na bwana Lembrus Mchome. Tutakiwa na yeye tumjumuishe kwa sababu yeye alikuwa alianzisha mgogoro mzima kwa kuleta malalamiko kwa msajili, na mwisho wa siku msajili kusema kwamba baraza kuu alikuwa na akidi au alikuwa na quorum siku ile ambapo ilipitisha uteuzi wa katibu mkuu, ilipitisha uteuzi wa wajumbe 5 wa kamati kuu nikiwemo na mimi kama mwanasheria mkuu wa chama, na vile vile akasema kwamba kwa kuwa katibu mkuu na manaibu katibu wakuu wote waliteuliwa walithibitishwa isivyo, basi chama hakina secretariat, na kwa kuwa hakina secretariat maana yake hakina uwezo wa kufanya nini, wa kutunza fedha, kupokea na kutumia fedha, kwa maana hiyo akasimamisha. Sasa baadaye tulimwandikia kwamba zuio limetoka, akawa na kisingizio kwamba bado kuna zuio la mahakama la kwenye kesi yake na Said Isa Mohamed, kwamba yeye hatatoa fedha kutokana na hiyo. Sasa hiyo imepita, kwa hiyo ni wakati wa chama sasa kuweza kudai tena, na kama atachopaza shingo basi itabidi tufundishane namna tu ya kuweza kuonyeshana nguvu, kwa sababu hii ni nchi ya utawala wa sheria. Haijalishi wewe una cheo gani serikalini, bado uko chini ya sheria. Maamuzi yako wewe ambayo unayafanya kama yako kinyume cha sheria, tutakusaidia kukuonyesha kama yako kinyume cha sheria. Kwa hiyo mimi ningewasihi watu wa ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, ile fedha ya ruzuku yote ya Chadema itoke. Zuio halipo, na haki ya kupata. Wao hawajai kwenda kupata amri ya mahakama ya kusitisha ule uamuzi wa zuio la mahakama kuu. Hawana kama hujapata zuio la kuzuia utekelezaji wa ile amri ya mahakama kuu, una haki tena ya kuendelea kufanya kile ambacho ulikuwa umesema hautakifanya, si ndio? Kwa hiyo ni kwamba hiyo fedha inatakiwa idaiwe na ije kwenye chama. Nimepigia hesabu leo, nimesikia kwamba ni bilioni 535 ambazo zingekuja Chadema zingesaidia sana kuweza kulipa sehemu ya madeni, kulipa mishahara ya wafanyakazi, kutengeneza magari ambayo yameharibiwa hapa kutokana na ile zuio haramu kabisa la Jaji Mwanga. Nikifikiria lile zuio la mahakama kuu tolewa tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025. Naona ilikuwa ni hujuma ya wazi kabisa. Nasema hivyo kama wakili, na niko tayari kusimama popote pale. Ilikuwa ni zuio haramu, ilikuwa na nia ovu, na kwa kweli linatakiwa lichunguzwe na vyombo vistahili, kama yule jaji mambo aliyotendea Chadema yanaweza kumwacha hivyo akaendelea kuwa jaji. Kwa mimi kwa yangu tulivyomuona astahili kuwa jaji, kitu mchakato utauendea. Asante. Nadhani ni bunge la Ulaya kama sikosei, kama sio segment fulani kwenye Umoja wa Mataifa ilisema kesi ya Tundu Lissu ni kesi ya kisiasa, ni kesi ya uongo, na wakasema inatakiwa aachiwe na alipwe fidia. Sasa nadhani hiyo ni working group ya Umoja wa Mataifa ambayo inahusikana na masuala mambo ya kisiasa na kushika kwa watu, kuteswa kwa watu, na kufungwa kwa watu kinyume cha sheria na kuwekwa kizuizini. Imekuta Tanzania imekiuka ibara 14 za agano la haki za kimataifa za kisiasa na za kijamii na za kiraia, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. Tanzania imekutwa jinsi ambavyo mwenyekiti Tundu Lissu alivyoshikwa, jinsi alivyotendewa, ibara 14 za ICCPR zimevunjwa. Ndio maana siku ile nikasema kwa wenzetu, kukutwa tu kama umevunja ibara moja si kitu kizuri. Unapovunja ibara 14 za agano la kimataifa namna hiyo, wewe si muungwana, wewe ni mshenzi. Maana kwa tungine tuzungumze lugha ambayo watu wanatakiwa kuelewa. Ukiwa mshenzi, umepoteza sifa ya kujumuika na wenzako wa jumuiya ya kimataifa. Kwa sababu jumuiya ya kimataifa imekubaliana nayo sasa kwamba ni makubaliano ya watu waliounganika, civilized people. Sasa ukinapokitenda matendo ambayo si ya watu ambao wameunganika, civilized, si ndio? Wewe ni mshenzi. Sasa huwezi kuwa na taifa ambalo lina watu washenzi, linaongozwa na watu washenzi, na tena matendo ya kishenzi. Na baada ya hapo tumeyaona watu wanapigwa mahakamani kwenda Kisutu.
Watu wanapigwa, wanaumizwa, wanajeruhiwa, wanatupwa mapolini huko, wanavuliwa nguo, wanafirwa. Matendo ya kishenzi. Sasa haya ni masuala ambayo Watanzania lazima waseme, je, ndio taifa ambalo tunalijenga kweli ile? Yaani wewe ungependa kusikia nchi yako, serikali yako au vyombo vya ulinzi vya usalama vinatenda matendo kama hayo kwa jina lako? Yaani Watanzania waseme kwamba tukienda kwa nje, Watanzania matendo haya ya kishenzi. Maana yake you are uncultured, uncouth, uncivilized. Ni mahayawani ndio wanatenda matendo kama hayo. Sasa ni mambo ambayo yanauma sana, kwamba ukutegemea hata katika ndoto zako mbaya kama tungefika hapa. Chama hiki cha mahayawani kimetufikisha hapa. Hao manyang'ao wametufikisha hapa. Sababu lazima tuwaite hivyo. Kwa sababu huwezi ukatenda matendo kama kwa jina la jamhuri, watu wakashikwa, wakapigwa, wakaumizwa, kwenda mahakamani. Tokea lini kwenda mahakamani wakati tunasema kwamba tunataka tuwe na mahakama za wazi? Maana yake nini? Watu waende mahakamani, wahudhurie, waone nini kinatokea. Sasa kama tunaruhusu watu kwa jina letu wakatenda matendo hayo, tukawaacha, maana yake na sisi tunashiriki katika masuala kama hayo. Lakini lazima tuseme hapana, sisi sio hivyo. Lakini heshima yetu kama taifa na kama watu imeharibiwa na hawa watu vibaya sana. Wametenda matendo machafu. Mwenyekiti ameshikwa, yuko ndani kwa hotuba ya kusema kwamba mimi tunataka tuna uchaguzi huru na haki. Kuna kosa gani hapo? Naposema kwamba niwe kuwe na viongozi wa Tanzania watokane na uchaguzi huru na haki, kuna kosa gani hapo? Lakini sema mfumo wote ule ambao unasababisha Watanzania wasichague viongozi hatuwezi kukubali. Hapo kuna kosa gani? Ni mtu tu ambaye amejitoa ufahamu, na mtu ambaye ni fisadi, ni mtu ambaye nafsi yake imemaraika, si ndio? Amekuwa na roho chafu, roho ya kishetani. Anaweza kukataa hivyo kwa sababu maana yake ni kwamba ni mtu katili, mtu mbabe, mtu fisadi, mtu nyang'au ambaye atachukizwa na maneno kama haya. Tuko tunapigania Afrika Kusini. Kama makaburu wameua tu watu 100 na ngapi pale Sharpeville, si ndio? Dunia nzima ikanyanyuka. Wakaua vijana wale wanafunzi tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 76. Mambo ya Soweto. Tukanyanyuka juu. Leo sisi tunaua maelfu ya Watanzania. Alafu nataka kusema kwamba sisi ni watu waungwana. Tuachwe hivi tuendelee. Hapo kuna swali nataka nikuulize. Kama umejiunga sasa hivi, tupo Chadema TV na nipo na mwanasheria mkuu wa chama Mheshimiwa Nshala. Huyu alikuwa pia ni rais wa TLS, chama cha wanasheria wa Tanganyika. Tunajadili hapa mambo mawili matatu kutokana na siasa za Tanzania, lakini mwelekeo wa Chadema wakati kikao cha kamati kuu kikiwa kinaendelea. Unaweza ukachangia chama kupitia namba ya Vodacom 0744446969 ili uweze kuchangia mapambano. 0744446969.